Taarifa hiyo kwingineko ni kwamba gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya amesema kwamba sasa ndio wakati wa wakazi wa eneo la Magharibi kuwa na kiongozi mmoja ambaye atawapigania kisiasa, kiuchumi na hata kijamii. Natembeya hii leo alirindima siasa zake alipokuwa mjini Bungoma na eneo la Kandui kwenye ziara yake ya kurejea nyumbani. Gavana huyo anahoji kwamba jamii zingine humu nchini zina viongozi wake ambao wanajulikana na kuheshimiwa, ila jamii yao kwa nini viongozi wanakamatwa na kunyanyaswa? Mwanahabari wetu Hemed Abdalla anaarifu. Ziara yake ilianza Kakamega kisha akaingia Bungoma. Gavana wa Trans Nzoia alipokelewa kama mfalme. Wana bodaboda na watembeao kwa miguu wakijazana barabarani. Aliandamana na mkuu wa chama cha kisiasa cha Roots Party, Profesa George Wajackoya. Maudhui ya matamshi yake yalionekana kupigania haki za jamii ya Waluya, akisema yuko tayari kusimama na kutetea wakazi wa Magharibi, kwani kwa muda mrefu wamekuwa katika fungu la watu waliopuuzwa na serikali katika masuala ya uongozi. Hakuna chama nyingine ambayo kiongozi wao anaweza kwenda kushikwa kama mwizi usiku. Watu wanadharau Mluya kwa sababu atuongee kwa sauti moja. Natembeya akiapa kamwe mtindo wa ugavi wa nafasi za uongozi serikalini haukuwa wa haki, huku Oparanya akibandikwa mzigo wa lawama hiyo kwa kutokuwa na uwazi wa idadi kubwa ya jamii ya Waluya humu nchini. Kwa kienyeji kama kitambo, jamii ambayo ni namba 2 kwa idadi ya watu, na kama Oparanya angesema ukweli, maana ndiye alihesabu watu, jamii ya Mluya ndio namba 1 kwa idadi ya watu. Lakini ukiangalia kwa serikali hatupo huko. Wamechukua watu wawili, wameweka kule mbele, ati wakishiba Mluya ameshiba. Ni mnakubali maneno kweli? Wajackoya naye hakuachwa nyuma, kwani alirusha vijembe vya kisiasa akisema heshima ya bonde la Magharibi inafaa kupatiwa hadhi yake. Wakitaka kupanga wale matumbo kubwa, waende sokoni wapangie huko. Mnasikia? Hemed Abdalla, NTV.